Tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja kutokea katika mkoa wa Mtwara, mji mkongwe Mikindani, anaitwa Laulau Nannume. Yeye anauliza kuhusiana na tabia zilizokuwepo sasa hivi. Anauliza kuhusiana na tabia zilizokuwepo sasa hivi juu ya wanawake. Anasema hivi, matumizi ya pipi kifua topicali kwa wanawake kuweka katika uke, kiafya jambo hili linafaa? Anauliza matumizi ya topicali, zile pipi kifua, kuweka katika uke wanawake, hili jambo linafaa? Naam, asante ndugu yetu Laulau Nannume kutokea Mtwara Mikindani, mji mkongwe, kwa swali lako. Ni kweli sasa hivi wanawake wana mambo mengi sana wanapeana, lakini moja ya jambo ambalo linahamasishwa kwa kasi kubwa ni matumizi ya pipi kali kuweka katika uke. Wao wanaamini kufanya hivyo, wana imani ya vitu vingi sana, lakini moja ya imani yao, kufanya hivyo kuna ufanya uke uwe mtamu, uwe mzuri, uwe mtamu kwa mpenzi wake. Yaani moja ya sababu inayowafanya wanawake wahangaike kuweka vitu mbalimbali katika uke, ikiwemo na hiyo topicali, pipi kali, ni kwamba wanaamini kwamba akifanya hivyo mpenzi wake atapata raha, atapata utamu zaidi pindi atakapokuwa anamuingilia. Hiyo ndio imani yao. Sasa kujua inafaa ama haifai, lakini kwanza tuliangalia hili dai lao la kwanza. Je, ni kweli? Dai hili sio kweli hata kidogo, kwa sababu kwanza halina uthibitisho wa kidaktari, lakini halina uthibitisho wa kisayansi, lakini pia halina uthibitisho wa kiasili. Ni madai yanayotokana na dogma, mapokeo, kwamba mtu ameanzisha jambo lake, watu wakamuunga mkono, kwa sababu anayeweka ni mwanamke, lakini anayetakiwa kusikia raha ni mwanaume. Tendo la ndoa lenyewe lina raha yake. Kwa hiyo mwanaume kwa namna yoyote atakaposhiriki tendo la ndoa, ili aweze kufika mshindo, ni lazima ajisikie ile raha. Kwa hiyo matumizi ya topicali katika uke hayaongezi kiasi chochote cha raha kwa mwanaume, isipokuwa ni kitu chenye madhara sana kwa mwanamke. Kwa nini? Uke una tabia yake ya asili. Mara nyingi tuliwahi kufundisha jambo hili. Moja ya tabia ya asili ya uke ni kujisafisha wenyewe kila baada ya muda fulani. Yaani uke wenyewe hauhitaji msaada kutoka nje kwa ajili ya kuusafisha kwa kuutia vitu, isipokuwa wenyewe unajiweza kwa kujisafisha kila baada ya dakika kadhaa, unatoa maji kwa ajili ya kujisafisha. Lakini katika uke kuna bakteria ambao wapo kwa ajili ya kuprotect uke juu ya uharibifu wa aina yoyote. Hawa bakteria wanatakiwa kuwa na uwiano sawa sawa na kiasi ambacho kilichokadiriwa. Lakini katika uke pia kuna asidi, kiasi kidogo cha asidi ambacho kinasaidia pindi kama kuna mdudu atatoka nje kuingia, basi kiweze kumshughulikia kwa kumuua. Kiasi kidogo sana cha asidi. Sasa matumizi ya topicali katika uke yanapelekea kwanza kubadilisha asili ya uke. Yanabadilisha asili ya uke. Kwa nini? Matumizi ya pipi kifua, pipi kali katika uke, pipi kwanza ina rangi, alafu pili ina sukari, na tatu ina kemikali. Vitu hivi vitatu vinaleta mambo yafuatayo. Inaweza kuleta tatizo la mzio, yani allergy katika uke. Inaweza kuleta harufu mbaya ukeni kwa sababu ya kemikali pamoja na sukari iliyokuwepo katika uke. Inaweza kuzalisha kwa kiasi kikubwa bakteria, kwa sababu nimesema uke una bakteria wa asili, wapo wenyewe. Kitendo cha kutia sukari katika uke kinachochea uzalishaji wa bakteria kwa kiasi kikubwa, na hatimaye unapata magonjwa kama ya UTI, PID na harufu mbaya ukeni. Kwa hiyo uke unapoteza ile harufu yake ya asili na unaanza kunuka kitu cha ajabu kabisa. Na leo wanawake wengi
hawana ile harufu ya asili ya uke. Kwa nini? Wanatia deto na vitu kadha wa kadha, masabuni makali wanaweka. Haifai uke kuoshwa na sabuni kali ya aina yoyote. Uke ukitaka kuosha, uoshe kwa maji safi na salama ya kawaida, na sio sabuni zenye kemikali na harufu nyingi zilizokuwa kali. Uke hautaki kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo sukari, rangi na kemikali iliyokuwepo katika pipi zinaleta athari kubwa katika uke, na hatimaye badala ya kupata faida inapatikana kwa hasara. Kwa hiyo matumizi ya pipi kifua, matumizi ya topicali kwa mwanamke kuweka katika uke una madhara. Kwanza, dai la kwamba mwanaume atasikia raha sio dai la kweli, kwa sababu halijathibitishwa na wanasayansi wala madaktari wala watu wa asili wala watu wa tiba mbadala, hawajathibitisha. Lakini kusema kwamba ukitumia utakuwa sawa pia sio kweli, kwa sababu matumizi ya kutia kitu chochote katika uke ni hatari sana. Asante ndugu yangu Laulau Nanume kutokea Mtwara Mikindani, mji mkongwe, kwa swali lako, na hayo ndiyo majibu sahihi ya hili swali. Haifai kabisa kutumia hivyo vitu, vina madhara, vinaleta magonjwa, na unakuta mwanamke anapata tatizo la mzio, uke unakuwa una vipele, uke unaondoa ile hali ya uthimuthi, uke unakuwa na harufu mbaya, uke unakuwa na maradhi kama PID na magonjwa mengine kwa sababu ya kutia vitu. Kama una swali lingine lolote unataka kutuuliza, karibu sana. Kwa swali lako tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, tutaliona na sisi tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili, kwa tiba na ushauri. Karibu sana kliniki kwetu, karibu.